bajeti kuu ya serikali kwa sababu ninaamini kabisa inaenda kuakisi matarajio ya wananchi wetu wa Tanzania. Lakini pili, nitoe pongezi za dhati kabisa kwa serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na timu yake yote ya mawaziri akiwemo mwenyewe Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba pamoja na Profesa Kitila Mkumbo pamoja na wasaidizi wao wote. Kila mtu aliyosimama hapa ametaja mafanikio katika eneo lake. Hakuna hata mbunge mmoja ambaye amesimama hajataja mafanikio katika jimbo lake. Mimi siyarudii mafanikio hayo ambayo yametajwa na wenzangu wote, kwa sababu na mimi pia ni mwakilishi ambaye ninawakilisha kundi kubwa sana la wazazi, wanawake na watoto wa nchi hii. Kwa hiyo na mimi kwa upande wangu sitotaja miradi mikubwa, najua imekamilika yote na mingine inaendelea kumaliziwa ikiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa wa hapa Dodoma. Ushauri wangu ni mmoja tu kwa upande wa bajeti. Ninaelewa sana kwamba kulipa kodi ni wajibu wa kila mwananchi. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wote wa Tanzania waelewe kwamba hili ni wajibu wetu. Bila kukwepa kulipa kodi, nchi yetu itakwenda mbele kwa hatua ambazo tunahitaji. Lakini nirudi kwa upande wa serikali. Naiomba sana serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi ambayo ni sikivu sana, tuwe waadilifu katika kusanya kodi za wananchi. Kuweka makadirio ambayo hayaakisi biashara au kazi anayofanya mwananchi ni kurudisha nyuma maendeleo ya mwananchi mmoja mmoja. Kwa hiyo naomba katika eneo hilo Mheshimiwa Mwigulu na timu yako pamoja na Mheshimiwa Profesa Kitila tuangalie kwa umakini watu tunaotuma kukusanya kodi wawe waadilifu. Wasifanye makubaliano na wafanyabiashara wakubwa ama watu wenye kipato kikubwa kuweza kufanya makubaliano na kupunguza kodi yetu katika taifa letu. Hiyo ni ushauri katika sehemu ya kodi. Lakini nikiwa mwakilishi wa wazazi, wanawake na watoto katika taifa hili, nami nina mafanikio ambayo nimeyapata na nataka niyataje leo hii hapa. Kwanza, kwenye sehemu ya amani na utulivu, niipongeze sana serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Rais Samia kwa kuendelea kuitunza amani na utulivu wa taifa letu. Haya maendeleo yote tunayoyaona, bila amani na utulivu kudumu katika taifa letu tusingeweza kufika hapa. Kwa hiyo niombe na nitoe wito kwa Watanzania, mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi, amani yetu tuendelee kuidumisha, tukapige kura kwa amani, tuchague viongozi wetu ambao ninaamini kwamba bado serikali ya Chama cha Mapinduzi ina uwezo mkubwa wa kuongoza taifa letu. Lakini nikienda katika eneo la elimu, malezi na maadili ndio sehemu kubwa ambayo nimeihudumia katika bunge hili kwa kipindi chote cha miaka 5. Lakini naomba tu nikumbuke au tukumbushane maneno ya baba wetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alisema elimu sio njia ya kuepuka umaskini bali ni njia ya kupiga vita umaskini. Lakini pia hayati Abeid Amani Karume, mwanzilishi wa taifa letu la Zanzibar, alisema tumesoma hatukuelewa, tumejifunza tumejua. Kwa nini nimekumbuka maneno hayo? Kwa sababu nasema mimi kama mzazi, hakuna elimu ndogo. Elimu yoyote ambayo mtu amejifunza ikaweza kumsaidia kupigana na umaskini, hiyo ni elimu tosha kwake. Kwa hiyo nikisema hivyo, na maneno yetu ya dini yanasema kwamba aliye na elimu na asiye na elimu hatuwezi kuwafananisha. Kwa hiyo kwa kutambua thamani ya elimu, serikali ya Chama cha Mapinduzi kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan
imeweza kuongeza 57% katika Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Afya. Lakini sio hilo tu, imefanya maboresho makubwa ya sera ya elimu nchini. Lakini mitaala yetu pia imeweza kufanywa kazi na kuboreshwa. Hivi leo mtoto aliyoko Zanzibar, mwanafunzi aliyoko Zanzibar na mwanafunzi aliyoko Tanzania bara, mitaala yao inafanana. Ni jambo la kujivunia sana. Mtihani utapotungwa katika Baraza la Taifa la Mitihani NECTA, wanafunzi wote hawa watakuwa katika level moja. Hilo ni jambo la kujivunia katika taifa letu. Lakini masuala ya kuingiza elimu ya uraia, uzalendo na maadili kwenye mitaala yetu, naipongeza sana serikali kwa kufikiria na kuingiza jambo hilo, kwa sababu huo ndio msingi wa kuwasaidia vijana wetu kuweza kulijua taifa lao, kulipenda taifa lao na kujua haki zao kama raia wa nchi hii. Lakini pia kwa upendo wake Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi yetu, ametoa ruhusa ya watoto wote waliositisha masomo kurudi kwenye masomo yao kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kupata ujauzito wakati wakiwa masomoni. Hili ni jambo la kujivunia, kwa sababu hakuna mtoto mwenye akili na mwenye kutamani kusoma ambaye anasitisha masomo yake akaona raha. Lakini mama kwa kuona hilo ameona warudi masomoni, waendeleze maisha yao. Lakini pia nipongeze serikali kwa kuweka shule jumuishi kwa ajili ya watoto wetu wenye mahitaji maalum. Watoto wenye mahitaji maalum sio chaguo la mzazi kumzaa, lakini ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa kutambua thamani ya watoto hawa katika taifa letu na kwamba wao wana haki ya msingi kupata elimu, serikali yetu imeweka maeneo tofauti au shule nyingi zenye jumuishi ya watoto hawa. Niombe serikali sana tuzingatie kuongeza bajeti katika eneo hili, kama sio mwaka huu basi kuanzia mwakani ikiwezekana, ili waweze kupata vifaa ambavyo vitaweza kutumika kwa wepesi kuwasomeshia watoto hawa, lakini na walimu mahiri katika eneo hilo, kwa sababu kuwasomesha watoto wa namna hiyo kunataka umahiri wa aina yake. Kwa hiyo naomba sana serikali iangalie namna ya kuwapata au kuwatrain walimu hawa waweze kuwasimamia watoto wetu hao ambao na wao wana haki ya kupata elimu katika taifa letu. Lakini nishukuru sana serikali kwa kutengeneza au kutunga sheria mbalimbali, kuleta na sisi bunge tukazitunga sheria mbalimbali za kudhibiti vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na wanawake. Tuna sheria nzuri sasa ambayo imedhibiti vitendo viovu vinavyofanywa na baadhi ya wanaume kuwapa ujauzito watoto wakiwa shuleni. Kipindi cha miaka 30 jela kimekuwa ni tishio na fundisho kubwa, na vitendo hivi vimepungua kwa kiasi kikubwa katika nchi yetu. Lakini pia adhabu ya kifungo cha maisha kwa wabakaji sugu wale wa watoto wadogo chini ya miaka 10. Hiki kimekuwa ni kielelezo kizuri cha kuonyesha kwamba jambo hili sasa tumelikataa kwa namna zote. Hata hivyo, nitumie fursa hii kupongeza sana serikali kwa kuwajali wazee. Wazee hawa wametumikia taifa letu kwa muda mrefu. Kuongeza pensheni yao kutoka 1,125 hadi kufika 2,250 imefikia asilimia karibu 150. Ni jambo la kujivunia kwa jinsi ambavyo thamani ya wazee inaonekana katika nchi yetu. Jambo ambalo ninaliomba, nimezungumza muda mrefu sana, naomba sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba na Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, naamini watanisikia popote walipo, ni kuhusu sera ya malezi ya taifa kwa watoto na vijana wa taifa letu. Nimelizungumza mara nyingi sana hapa, nikiamini kwamba tutapokuwa na sera ya taifa ya malezi kwa watoto na vijana wetu, taifa letu linakwenda kuondokana na mporomoko wa maadili mkubwa sana. Kwa sababu malezi sio malezi ya mtoto tu. Nimejaribu kuuliza maswali mara nyingi, lakini nikapewa majibu yanayoelekea kwa watoto tu. Lakini malezi sio watoto. Malezi ni kuanzia 0 month, kwa maana anatoka kuzaliwa mpaka miaka 3, kuna aina yake ya malezi. Lakini kuna miaka 4 kuendelea mpaka 6, kuna malezi yake.
kuna 7 mpaka 14, kuna aina ya malezi yake, kuna miaka 15 hadi 25, kuna aina ya malezi yake. Kwa hiyo hapo tumeanza ni mtoto mpaka kijana ambaye sisi tunasema ni mtu mzima tayari miaka 25. Kwa hiyo huo ni ulezi wa taifa hili. Kwa hiyo kuanzia mtu anazaliwa, mtoto anaanza shule ya chekechea, anakwenda shule ya msingi, anakwenda sekondari, lakini mwisho anakwenda mpaka chuo kikuu. Tunahitaji sera ya taifa ya pamoja ili wananchi wote kwa pamoja tuwajibike, kwa sababu naamini kwamba sera ni miongozo ambayo inatolewa katika taifa ili kila mmoja afuate miongozo ile. Kwa hiyo ili tuweze kuokoa maadili ya taifa letu tuwe na sera moja. Nilitoa mfano hapa nikasema tuna sera ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 1987. Ndio maana tukisema kwamba chama hiki kina misingi imara na hakuna kukitoa madarakani tunamaanisha, kwa sababu sera hiyo imeweka wazi na bayana, pamoja na kwamba ni ya muda mrefu, mimi nimeipitia yote, nimeiona, bado inaweza kufanya kazi katika wakati tuliopo ikifanyiwa maboresho machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, naheshimu sana muda wako na leo umesema una wachangiaji wengi. Naomba sana nimalizie kwa kusema naendelea kuunga mkono hoja, lakini niwaombee Watanzania wote waende kupiga kura na kuchagua viongozi ambao wanaona wataweza kufanya kazi na Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na nawatakia kila laheri Mheshimiwa Mwigulu na Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Asanteni sana.